Bwana asifiwe. Kirumba 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Kwa masaa haya ya jioni, kwa mahubiri ya jioni, nilionelea ni vizuri tuweze kukiangalia tu kitabu cha Ufunuo. Kwa hivyo masaa haya tutaweza kuangalia kitabu cha Ufunuo kwa juma hili, kuanzia leo hadi siku ya Alhamisi. Kwa hivyo tutaweza kuangalia kitabu cha Ufunuo, sura yake ya kwanza, ya pili na ya tatu. Hatutapita hapo, lakini leo nitakupatia muktasari wa kitabu cha Ufunuo, kwa sababu ni vyema kabla hatujaanza au hatujaingia sura ya kwanza hadi sura ya tatu tuweze kuangalia tu hiki kitabu cha Ufunuo na jinsi kilivyo. Kabla ya kuendelea, swali: katika wanafunzi wa Yesu, mmoja aliitwa Yohana, ndiye aliyeandika kitabu cha Ufunuo. Lakini kwa ujumla Yohana aliandika vitabu vingapi? A, viwili; B, kimoja; C, vinne. Vitabu hiyo ni Kiswahili sawa? Vinne. D, vitano. Wale wanasema ni A, vitabu viwili. Tan, 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 tan. Kimoja. Tan, 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 tan. Tatu. Tarara. Moja, mbili, tatu. Wale wanasema aliandika vitabu vinne. Vinne. 4 books. 4 books, 4 books. So, naona 4 books. All right. Wale wanasema aliandika vitano. 1, 2, 3, 4. Ala? Hii kanisa mmegawanyikana, hili kanisa la Kirumba. Wengine ni moja, wengine ni mbili. Wale hawajui ndio hawakuinua. Wale hawakuinua kama hawajui inua. Usijifanye unajua na hukuinua kwa 1, 2, 3. Tunajua tayari hujui. Hata usipoinua tuko sawa, tuko sawa. Sababu haukuinua 1, haukuinua 2, 3. Wale hawajui. Ni vizuri kuwa mwaminifu hadi kifo. Kama hujui. Hili ni kusaidia, si ndio? Asanteni kwa kuwa waaminifu. Wale walisema wacha tuone ni vitabu gani, alafu wewe utajijudge uko kwa ansa gani. Kitabu kimoja Yohana aliandika ni Injili ya Yohana. Kitabu cha pili aliandika, na cha tatu na cha nne ni nyaraka 3 za Yohana. Waraka wa kwanza, waraka wa pili, waraka wa tatu. Kwa hivyo ameandika Injili, akaandika waraka wa kwanza, akaandika waraka wa pili, akaandika waraka wa tatu, na hatimaye akaandika kitabu cha Ufunuo. Si wewe unajipima, unaona, you can mark for yourself. Angalia kama niliweka moja, hizi zingine 4 nilipeleka wapi? Asante sana, asante sana. Kwa hivyo huyu Yohana aliandika kitabu cha Ufunuo na Injili na nyaraka 3. Na ndiye mwanafunzi ambaye alijulikana kama mwanafunzi mwenye kuandika mambo mengi juu ya upendo. Aliongea sana kuhusu upendo. Yohana has insight, muangalio. Oh my goodness. Insight, perception. Vile ambavyo alimuangalia Yesu. The way he saw Jesus was kind of different than how the others looked at Jesus and saw him. Vile Mathayo alimuona Yesu, vile Marko na Luka walimuangalia, sio hivyo Yohana. Yohana alikuwa tofauti. Ukiangalia katika vitabu vya Injili vinne, Mathayo, Marko, Luka na Yohana, utakuja kugundua ya kwamba Yohana kuna hiyo tunaita synoptic gospels. Zinashikana 3. Mathayo, Marko na Luka wanashikana. Kuna mambo mengi wanaelewana. Yohana ako kando kidogo, hata kama ni wa Injili. Na utakuja kuona ya kwamba Yohana mambo mengi, hata mifano mingi aliandika haiko kwa wale wengine. Yohana
ndiye pia alikuwa wa mwisho kufa. Mitume waliuawa, Yohana akabaki. Mtume wa kwanza kuuawa alikuwa ni nani? Nani alikuwa mtume wa kwanza kuuawa? Hii ni swali nzuri, ningewawekea kesho, lakini maana imekuja, acha nione. Mtume wa kwanza kuuawa ni nitawapatia 3 peke yake. Hii lazima upate. Amen. Lazima ufanye nini? Waadventista wa Kirumba. Amen. Sikia, mwanafunzi wa kwanza kuuawa kwa ajili ya injili ya Kristo ni A. Petero, B. Yakobo, C. Stefano. Wale wanaosema ni A. Unaanguka vizuri. Ni sawa, siwachekelei, ni kufurahi tu, ezoke. Wacha tufurahi, ni makambi ya tuna ingine. Stefano ni kweli. Watoto wa Mungu. Stefano ni kweli alikuwa wa kwanza kufa, lakini hakuwa mwanafunzi wa Yesu. Hapo ndiyo siri ilikuwa. Wewe ulisikia tu kuuawa ukasema hiyo ni Stefano. Stefano, nani hajui ni Stefano? Si alipigwa mawe wakati wa Sauli. Sasa Stefano alikuwa ni nani? Shemasi. Come on, good people. Hata Stefano utamusikia wapi mpaka usome Matendo ya Mitume 6. Kanisa ya pasta hapa munainua mkono Stefano, na wengine mmeinua ni mashemasi. Mashemasi. Kama umeinua na wewe ni shemasi, tutakufuta kazi. Haya, sawa. Anyway, so Stefano alikuwa ni shemasi. As a matter of fact, huyo mtu alikufa kifo ambacho unashaka imani yake ilikuwa ya juu sana. His faith was of another level. Na kufa akiwa shemasi. Shemasi. Sasa mwanafunzi wa kwanza kufa ni Yakobo. Na ninajua kile kilikudrow off. Nikisema Yakobo, ninajua ulikuwa unaangalia wacha. Yakobo si alikuwa mpaka mwisho. Kuna Yakobo, James ambaye alikuwa ni chairman wa wanafunzi, ambaye utampata katika Matendo ya Mitume 15, ambao kwa council inaitwa the Council of Jerusalem. Mnakumbuka wakati Paulo aliletwa kwa council aeleze, kwa sababu amehubiri injili, watu mazikio inachemuka. Watu wanawaka moto, wakaletwa mbele ya wazee. Akauliza, ni nini unahubiri? Mambo ya Wayunani na nini na nini, mambo mengi tu. Enda usome the Council ya Jerusalem. Hapo utaona chairman ni James. Sasa huyu James ambaye ni chairman wa hiki kamati ndiye pia alikuja kuandika kitabu kile tunaita kitabu cha Yakobo, ambao ni James. Kwa hivyo, na alikuwa ndugu ya Yesu. Was brother to Jesus. Hata hiyo ningewauliza kesho kama James alikuwa. Anyways, kwa hivyo James was a brother to Jesus. Na ukisoma kitabu cha Yakobo 1 fungu la kwanza anaanza kuelezea pale. Sasa katika wanafunzi wa Yesu kulikuwa na zaidi ya Yakobo 3. Hiyo nitakuacha ufanye research kidogo, sawa? James utawapata. Now one of the James aliuawa katika Matendo ya Mitume 12. Mnakumbuka ukisoma Matendo ya Mitume 12, walishika Yakobo na wakamkata kichwa. Mfalme aliyekuwa anatawala akakata ya kichwa chui. Alafu Biblia ikielezea inasema ya kwamba alipoona watu walifurahia kifo chake, ndiye akashika Petero. Akashika Peter, aliposhika Peter akamweka ndani. Tuko pamoja? Kumbuka tunasoma kitabu cha Ufunuo, but I'm giving you some background, okay? So Petero ameshikwa, amerushwa ndani. Wakristo wakabaki wakiomba ili Petero afunguliwe. Malaika wa Mungu amemtembelea Petero usiku. Alipomtembelea akafungua milango yote na akafanya askari kulala. Alipofika kwa Petro akamfungua, akamwambia nifuate. Hawakuwa anaongea, alimwambia follow me. Inje wanaenda wakipita. Kuna raha nyingine Mungu analeta, utafurahi. Yaani unapita unaona askari amekuangalia na hakuoni. Na alikufunga, yeye anajua alikufunga. Ako hapa na malaika, na hawaoni malaika, na hawaoni Petero, na hawaongei. Wengine wamelala sijui ni nini, anatembea. Karibu amfanye hivi macho. Ametembea. Yaani Mungu si ni wa ajabu. Na Petero alipotoka nje,
wakafika kwa barabara, akamvukisha barabara. Malaika akamvukisha barabara. Malaika akarudi mbinguni, akasema pita kwingine utajipanga. Nimekutoa kwa shida, huko kwingine ujipange. Petero mwenyewe akaenda, akakumbuka kule walikuwa wanakutana wale wa Kristo wenye maombi, wa Adventist, powerful people, watu ya maombi, wanaomba Petero atolewe, na maombi imefika. Bwana asifiwe. Amefunguliwa kwa maombi, watu wa imani. Petero akaja kwa nyumba, ka watu wameomba, wanaimba, wanasifu, hawaziki. Kasichana kakazikia, kanaitwa nani? Roda kakimbia kwa mlango. Ni nani? Ni Petero. Kakasahau kufungua, kajinga, kakarudi nyumba, kakaenda kwa watu. Wacheni kuomba. Maombi yasafanya nini? Ni nani umeona? Nimeona Petero. Wale mmesoma hiyo hadithi, inasema wakamwambia namna gani? Uko na nini? Uko na kichaa. Watu wa maombi, watu walioomba Mungu fungulia mtu, Mungu akasikia na akatenda. Wameona amekuja hapa, wanasema ni wazimu. Umeshasikia watu wameenda kwa hospitali kuombea mgonjwa, na wameomba, wakaomba, hata wanamfariji mgonjwa. Mpasta Munene, usijali, utatoka kwa hiki kitanda. Haujamaliza kazi. Yesu hajamaliza kazi na wewe. Kuna makambi ya kiruba, kuna vijana, mimi ninajua utaamuka na utatembea kwa miguu yako. Umeshasikia watu wanakufariji hivyo? Alafu anatoka hapo, anaenda anakutana na wengine. Mlie akoje? Pastor Munene vile tumemuona hiyo hali yake, akiamuka hapo ni Mungu tu. Yaani Pastor Munene ni wetu na Mungu saa hii as we speak. Hata hali, hata haongei. Na hapa uliniambia kazi iko ati Yesu hajamalizana na mimi. Lakini ukitoka kule nje, imani iko wapi? Kwanza wewe ndio unafanya nikufe. Sababu unaenda kusema nitakufa aje, badala useme atapona vile uliniambia hapa. Anyhow, hawa wanajua atatoka, ametoka ndiye huyu. Kutoka, kufika, Roda wewe ni wazimu. Anyway, Petero alitokezea pale. I was telling you about James. Yakobo alikatwa kichwa. Ndio sasa hata Petero wakashikwa, wanafunzi wakaanza kushikwa mmoja mmoja. Petero anashikwa, wakamjaribu, by 57 wamemuua. Wakamuua na akasema mkiniua kichwa yangu isiangalie juu. Kichwa yangu kiangalie chini, siwe kama ya Yesu. Wakaenda wakashika Andrea. Mnakumbuka Andrea? Andrea ni yule mwanafunzi ambaye alikuwa amepata chakula, ile mikate 5 ya kale kijana na samaki. Si mnakumbuka hiyo hadithi? Andrea haonekani akifanya mambo mengi. Kama sio hiyo mikate, si kitu na kuita ndugu yake Nathaniel, hapatikanangi sana akifanya. Na kuna watu wako namna hiyo kanisani, wanapatikana kwa chakula. Anyways, sio wakila chakula kwa kuleta. So Andrea mwenyewe amepatwa, walipomshika wakamua, walimua kifo mbaya sana. Maana walimshika kati ya miti miwili, wakafunga nyororo, wakafungia mkono pande hii na ingine pande hii, mguu pande pale chini na mguu hii ingine, alafu wakavuruta, walimpasua akiwa ananing'inia kwa akiwa high bad, very bad. Wakamkuta Matthew was in temple. Mathayo aliuawa nje ya kanisa hapa. Alipasuliwa, alikuwa anasoma kwanza sheria za Mungu. Walikata kichwa na shoka, wakamaliza. Filipo, Bartholomayo, Thadayo waliuawa wote, one after the other. Petero anakuja kuuawa kule Rumi, nimewaambia. Tomaso anauawa karibu India, wakamaliza. They killed all the disciples. Yohana alikuwa ni kiongozi wa kanisa la Efeso. Yohana sasa huyo Ufunuo, wakakamata yeye. Walipomkamata wakampeleka kwa kiongozi mahali walikuwa mtese, wamechemsha mafuta kama ya mandazi, kwa sawa. Wakaambiwa rusha ndani. Akarusha ndani, kuangalia wakamuona amesimama kama na kwamba anaoga mafuta moto.
Wakaona huyu si mtu ya kawaida, wakamtoa. Sijui vile walimtoa, maana utachomeka hata ukitoa hii mtu. Wakamtoa, wakampeleka katika kisiwa kikoishi Asia kinaitwa cha Patmos. That was 94 AD. Wanafunzi wengine wote wamekufa. Can you imagine? Yani ulikuwa na washiriki wote wameuawa, umebaki peke yako. It's very stressful. Very stressful. Yohana sasa ako huku peke yake. Na tena amechukuliwa, ametolewa kwa watu, wameenda kwa kisiwa huko ndani ya bahari, huko mbali, bahari ya Mediterranean Sea. Ako huko sasa. Sasa akiwa pale, huyu Yohana alimpenda Yesu sana. Na Yohana, wakati Yesu anakufa, Yohana ni mmoja wale wanafunzi walifuata Yesu mpaka dakika ya mwisho, lakini alijificha, hakuongea. Now time has come, yeye mwenyewe kumkana Yesu amekataa. Akakaa pale Patmos. Akiwa huku Patmos, alikaa miaka kama 4. Ndio akaja akatolewa. Alipotolewa pale, kwa sababu wafalme wanapobadilishana, huyu mfalme wa kwanza alipoondoka katika kiti, yule aliyefuata anaitwa Nirvan, alikuja akamtoa pale, akamrelease na akampeleka sasa kule Efeso. Amezeeka, he's an old man, ameteseka, ameumia. Yohana hata wanasema ya kwamba he is the only disciple ambaye alikufa kifo cha kawaida. Alikufa namna gani? Akihubiri, akiwa kamuzee, kamezeeka. Akasema, watoto yangu wadogo, mpendane ninyi kwa ninyi. That was the greatest sermon he ever gave. And then he died. By 98 AD, kila kitu imeandikwa. Now let's go back. Huyu Yohana ameshikwa, amepelekwa pale Patmos. Akiwa sasa pale Patmos, ndio Yesu alijireveal kwake. Now, kitabu cha Mathayo, kuna mahali Yesu alisema ya kwamba kuna wengine miongoni mwenu ambao hawatakufa hadi wamepata kuona ufalme wangu. Kitabu ni cha Mathayo, and I think ni Mathayo 16. 16. Ukisoma fungu la 28. Fungu la 28 yanasema hivi. Mathayo 16 fungu la 28. Amini nawaambieni, pana watu katika hawa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata watakapomwona Mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Hiyo ni fungu moja ambayo linatata, na wengi tunachanganyikiwa tukisoma pale. Na wengine walikuwa na shida na walitaka wajue ni nani ambaye kuna jambo hili, ni nani anaendelea, what is going on here. Lakini Yesu alimalizia hiyo Mathayo 16, na hiyo Mathayo 16 ilikuwa na mambo yake, lakini akimalizia pale anasema kwa sababu Mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa hiyo ni fungu la 27 wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Amini nawaambieni, pana watu hapa wanasimama hapa ambao hawataonja mauti kabisa mpaka wamuone kwanza Mwana wa Adamu. Wengi wanapotafsiri fungu hili husema ya kwamba hili fungu linamaanisha wakati Yohana alikuwa katika kisiwa cha Patmos, huko anaona ufunuo. Lakini ukilisoma hili fungu linasema kitu tofauti, kwa sababu linasema ya kwamba pana watu katika hawa. Halisemi kuna mtu katika hawa, si ndio pastor? Hii inasema pana watu katika hawa wasimamao hapa. Wakati Yesu anazungumza, hasemi washiriki, anasema wanafunzi wake. Na anasema pana watu, si mtu mmoja. Pana watu ambao wamesimama hapa, ambao hawataoja mauti, hawataweza kuoja mauti hata watakapomwona Mwana wa Adamu akija katika nini? Ufalme wake. Sasa usitafute jibu ya fungu hili kwa umbali, yani uende all the way mpaka kitabu cha Ufunuo. Hapana, iko hapo. Kwa sababu ukisoma sura ya 17, tuendelee. Anasema, na baada ya siku 6 akawatoa Petero na Yakobo na Yohana ndugu zake, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani,
akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Unasikia hapo? Baada ya wiki moja amemchukua Petero. Neno linasema kwamba amemchukua Petero, amemchukua Yakobo, amemchukua Yohana, akawapeleka mlimani. Wakiwa pale mlimani, neno linasema ya kwamba uso wa Yesu ukageuka, sura yake ikageuka, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru, na tazama wakatokewa na Musa na Eliya wakizungumuza naye. Yesu si yule walitoka naye chini ya mlima. Huyu ni Yesu mwingine, amebadilika. Sistahili kutumia jina ya kwamba amebadilika, nastahili kutumia akageuka. Akageuka sura yake. Sura yake imegeuka, sio yule mwingine, sio yule yu sasa. Huyu ni Yesu mwingine. Uso wake unang'aa kama jua, mavazi yake nayo yakawa meupe kama nuru. Mnanifuata tafadhali? Yaani Yesu hapa wamekuja mlima, amegeuka, uso unawaka hata hawaoni vizuri, mavazi yameng'aa meupe. Hii sura Yesu amevaa saa hii sasa ni sura ya ufalme. Ni yeye sasa vile atakavyokuwa kama mfalme, vile atakavyotokea akiwa mfalme. So what Jesus is doing ni kuwapatia onjo waweze kuelewa. He is just giving them a foretaste, wamuonje vile watakavyomuona katika ufalme. Ndilo fungu hilo la 16:28 likamilike, ya kwamba pana watu miongoni mwenu ambao hawataonja mauti hadi watakapomuona mwana wa Adamu katika ukuu wa ufalme wake. Na ndio hii sasa imetokea hapa. Ameingia into another phase. We call it the mountain of transfiguration. When Jesus was transfigured, wakati walikuwa na the feeling ya ufalme, and Jesus is like the king. Right here, wanaangalia na wanaona sio yule, basi lile fungu likatimilika. Now, Yohana was one of them. Hapa ukiendelea na hiyo sura, Petero anasema hii ni kizuri. Hapa ni pazuri. Wacha niwasome. Petero akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibada vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Akaongea na Yesu. I think after now that glory, akamwambia sikia, sijui kama ni akiona, I don't know, but anamwambia Yesu, sikia, saa hii nimepanga haraka, tuko na pesa kanisani ambazo tunaweza tumia tujenge vibada vitatu hapa. Kutakuwa na 3 camps, moja ni yako, nyingine ni ya Eliya, nyingine ni ya Musa. Unajua nikisomanga hiyo fungu na ujiulizanga na yeye yake iko wapi? Atakuwa anakaa nje au alikuwa anataka apanga watakaa na Yesu? Wewe chagueni mkae na Musa bibi za Petero. Yeye mwenyewe akataka waishi pale. Anyways, forget about that. Kile nataka kusema ni kwamba Yohana was part of the people ambao waliona utukufu wa Yesu kabla hawajakufa. Na kwa sababu hiyo imemupatia another perception ya Yesu. Yeye mwenyewe ameelewa. By the way, ni kwa nini Elijah na Musa wamekuja? Hawa wawili wanasimamia vizazi viwili au kundi mbili za watu ambao watakuwa duniani wakati Yesu atakuwa anakuja. Eliya anawasimamia wote wale ambao hawataonja mauti. Kwa sababu wakati Paulo anaandika katika Wathesalonike wa kwanza 4 na fungu la 17 anasema, na sisi tutakao kuwa tumesalia hatutakufa, tutabadilishwa mili. Sababu fungu la 16 inasema naye Yesu atashuka na atakuwa na mwaliko wa Mungu na tarumbeta ya malaika ikilia na makaburi yatafunguka. Na wale waliobaki, walio hai watabadilishwa mili yao.
alafu watachukuliwa wote wakutane na Yesu hewani. Na ukisoma hilo fungu, ukisoma fungu la 18 hiyo wa Thesalonika wa kwanza 4 fungu la 18, anasema ya kwamba basi farijianeni ninyi kwa ninyi kwa maneno haya. Kiingereza ni maneno 7 peke yake. Therefore encourage one another with those words. Maneno gani? Ya kurudi kwa Yesu. Kurudi kwa Yesu ni kitu ambacho kilikuwa ni cha maana sana sana sana. Na ndio unaona sasa tukija katika kitabu cha Ufunuo, Yohana ameongea sana kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo. Katika Agano Jipya, fundisho ambalo limeongewa sana kuliko mafunzo mengine ni kurudi kwa Yesu Kristo. Lakini ile iko namba 1 ni wokovu. Wokovu inachukua the highest rank. Ya pili ni kurudi kwa Yesu. Na kurudi kwa Yesu utaiona katika kila kitabu katika New Testament. Kutoka Mathayo, uende Marko, utapata anaongea kuhusu kurudi kwa Yesu. Uende Luka, uende Yohana, Matendo ya Mitume, Wakorintho wa kwanza, uende Wagalatia hajaongea sana kuhusu kurudi kwa Yesu. Uende wa Efeso, uende wa Filipi, ufike wa Thessalonike wa kwanza na wa pili. Hasa wa Thessalonike wa kwanza, kila sura ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5 inaongea kuhusu kurudi kwa Yesu, kurudi kwa Yesu. Timotheo ameongea kuhusu kurudi kwa Yesu. Wakolosai, kufika Wakolosai 3 anaongea kuhusu hiyo wakati wa kurudi kwa Yesu Kristo. Kienda katika kitabu cha Tito anaongea kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo. Ukisoma Tito 2 fungu la 11 hadi 13. Kifika katika kitabu cha Wahibrania ameongea kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo. Wahibrania indiki ni Wahibrania 9 fungu la 27 au 28 pale. Naweza kurudi kwa Yesu. Kurudi kwa Yesu imetajwa hapa na pale, utapata inatajwa. Ukienda kitabu cha Yuda na ni sura 1 ile, utapata Enoki aliongea kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo. Hiyo ni Yuda 1 fungu la 14. Nimesema ya kwamba Yesu anarudi. Atakuja na maelfu ya malaika. Sasa ukiingia Ufunuo kutoka sura ya kwanza, Yohana anaanzana na kurudi kwa Yesu Kristo. Sura hiyo ya kwanza fungu la 7 anasema tazama anakuja na mawingu. Na akimaliza mwisho Ufunuo 22 fungu la 19 na 20 anasema, anayeshuhudia maneno haya anasema naja upesi kumlipa kila mtu kulingana na kazi yake vile ilivyo. Na Yohana anamaliza anasema amina na uje Bwana Yesu. Kwa hivyo Yohana anapoingia sasa katika kisiwa hiki cha Patmos, Yesu mwenyewe anakuja kumtembelea, atamkumbusha mambo haya yote yale yaliyopitia. So Yohana ni mmoja wale ndiye aliandika kitabu cha Ufunuo kile tumesema. Na kitabu cha Ufunuo kina tabia yake. Kitabu cha Ufunuo kina tabia yake. Leo ninakuelezea tu kitabu chote cha Ufunuo yote kuanzia sura ya kwanza hadi 22. Kesho ndio tunaanza sura ya kwanza. Tuone kinamaanisha nini sura ya kwanza. So today I'm just giving you an overview of the book of Revelation. Tuko pamoja? So kitabu cha Ufunuo wakati Yohana anapoandika na mambo ambayo atakayoonyeshwa na Yesu ni ya kumfariji. So kitabu cha Ufunuo kina tabia gani? Kabla sijakuelezea kila sura. Kitabu cha Ufunuo, jambo la kwanza unafaa uelewe ni kwamba is a Christ-centered book. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho kinamfunua Yesu Kristo. Ukianza ile fungu la kwanza, kitabu cha Ufunuo 1 fungu lile la kwanza, anasema nini? Anasema kwamba huu ndio ufunuo wa nani? Wa Yesu Kristo uliofunuliwa kwake na nani? Sikia, nikusomee usikie vile anavyosema. Kitabu ni cha Ufunuo 1 fungu la kwanza. Ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu awaonyesha watu wake mambo ambayo kwamba hayanabudi kuwako upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtume wake Yohana aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoona. Heri yasomaye na wala wasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia. Ukiangalia Ufunuo imetufikia kupitia kwa hatua 5. Sisi tumeipata kwa hatua ya 5. Ukiangalia hatua ya kwanza ni Mungu mwenyewe. Nasema huu ni ufunuo wa Yesu Kristo ambao aliupata kutoka kwa Mungu mwenyewe. Nao wakati unaposoma kuhusu Mungu, elewa ya kwamba hiyo ni title ambayo inawashika wote: Baba, Mwana
na roho. Kwa hivyo in the office ya uungu, or what we call the deity, ilitoa ufunuo. Ufunuo huo ni wa Yesu. Kwa hivyo namba moja, kitabu cha Ufunuo, anytime you read the book of Revelation, ni vizuri ujiulize Yesu wako wapi hapa. Everywhere you read, you must see Jesus. Hata kwa wanyama, hata kwa pembe, hata kwa vichwa, hata kwa milima, hata kwa bahari, hata mwanamke, uone Yesu. Because it is revealing who Jesus is. Kitabu cha Ufunuo kinamfunua Yesu. Ilianza na Mungu Baba kupitia kwa Yesu ndiye alipewa, alafu naye akampatia malaika. Hatua ya kwanza Baba, Mungu sio Mungu Baba. Mungu, alafu mwana ambaye ni Yesu Kristo, alafu malaika. Hatua ya nne, malaika akampatia Yohana. Naye Yohana akaipatia makanisa 7. Na ndio tutakapokuwa tunasoma hii mambo ya makanisa yale 7, utasikia lugha moja inasema ya kwamba akamwambia yule ambaye alikuwa ni malaika wa kanisa lililoko Efeso, akamwambia andika. Aliyekuwa Simburina akamwambia andika. Malaika aliyeko kule Perigamo akamwambia andika. Malaika aliyeko kule Thiatira andika. Aliyeko kule Saride andika. Na aliyeko kule wapi? Philadelphia andika. Na mwisho Laodikia andika. Malaika. Kwa hivyo huyu Yohana ameuleta ujumbe kwetu kupitia kwa viongozi wetu. Tutakuja kuona hawa malaika ni akina nani. Kwa hivyo kitabu cha Ufunuo kama unakisoma ni vizuri uelewe kinamfunua Yesu. Na ukisoma Danieli 12 inasema ya kwamba akaambiwa aufunge unabii huu hadi siku za mwisho. Kwa hivyo Danieli, mambo aliyoonyeshwa yanakuja kuonekana na kudhihirika siku za mwisho. Siku za mwisho tutakaposoma unabii kama tutafikia pale, zinaanza mwaka wa 1798 pale, wakati pigo la mauti lilipona la yule mnyama wa Ufunuo 13. Kwa hivyo those are the last days. You can tell where the last days zinaanza, na wakati huo ndio tunapata ile hukumu ya upelelezi, the investigative judgment inaanza pale. Kwa hivyo wakati sasa siku za mwisho zimefika, Yesu mwenyewe anafunuliwa. The book of Revelation, maana ya revelation ni unveiling. Maana ya ufunuo ni kufunua kile ambacho Danieli aliambiwa. Sasa funga, ufunuo inafungua. Kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo ni kama funguo na kufuli. Danieli ni kufuli na Ufunuo ni kifunguo. It unlocks what was locked. Inafungua na inakufungulia kumuelewa Yesu. Utamuona Yesu sana. Kesho tukiangalia sura ya kwanza utamuona Yesu, na sura zingine you will appreciate. Fungua utamuona Yesu hapa, unamuona akiwa hivi. Kitabu cha Ufunuo kinamfunua Yesu. Tabia ya kitabu cha Ufunuo kina tabia ya kumfunua Yesu. It is a Christ-centered book. That's point number 1. Point ya pili kwa wale wanaoandika, kitabu cha Ufunuo ni kitabu kina tabia ya unabii. It is a prophetic book. It's a prophetic book. Kitabu hiki cha Ufunuo, wakati Yohana anapoongea, haongei tu mambo yanayofanyika katika karne ya kwanza. Anaongea mpaka mambo yatakayokuja. Ndio unasikia anasema ya kwamba alikuwa katika roho, akaonyeshwa njozi, akaona na kukawa na ikafanyika. Ameonyeshwa mpaka kurudi kwa Yesu Kristo. Kitabu cha Ufunuo, for your information, kimecover the entire human history. Kitabu cha Ufunuo, jambo la 3, nimesema it's prophetic. Jambo la 3, the book of Revelation has covered the entire human history. Kwa nini nasema human history? Inaanza wapi? Historia ya mwanadamu inaanza kitabu cha Mwanzo 1:26. Hapo ndio maisha ya mwanadamu yanaanza. 1:26.
ingine ilikuwa imeanza, lakini ya mwanadamu imeanza 1:26. As a matter of fact, let me amend that statement. Hebu ni change hiyo statement. It is the book, the Revelation has covered the entire history of, wacha niseme human kwa sababu imeanza before human existed, before human beings existed. Historia, Ufunuo inaelezea historia ya dunia kabla ya mwanadamu kuumbwa. I'll tell you how. So ukiangalia wakati mwanadamu anakuja kuumbwa, wanyama wameumbwa. By the way, usidharau kuku vile unamuona kuku, ukiona anapita hivi kaka unamhezimu. Hezimu kuku. Kuku is older than you. Kuku ulimkuta dunia hii. Kuku anakuangalia sema unanidharau kitu gani? I was there before you were created. The last born wa creation ni mwanamke. Mwanamke ndio ka last born. Last born ya. Last born wetu ni mwanamke. Mwanamke akija mwanadamu ameumbwa, mwanaume ameumbwa. Mwanamke akija kuku yuko, ng'ombe yako, mbuzi iko. Walikuwa mwanamke, yule alifuata mwanamke. Oi mama. Yule alifuata mwanamke, kile kiliumba after mwanamke ni miiba na michongoma. Wale wanakaribiana. Mwanamke ndiye aliumba mwisho. Kiumbe kinachotembea. Kilichofuata ni miiba na michongoma, na ilikuja kwa sababu ya huyu mwanamke, huyu tu kwenda kukula tunda na aliambiwa asikule. Sasa anakula. Sasa ona, tunadunga na miiba kila wakati. Ndio unaona wanawake wanapenda rose flower sana, na iko na miiba, lakini wanasema give me a rose flower, I need a rose flower. Oh, at Valentine. Oh, na iko na miiba. This is for you babe. Oh, na iko na miiba nyinyi. Anyways, mwanamke kabla hajaumbwa, wanyama wote wameumbwa, sio mwanaume akaumbwa. Na wakati Mungu anaumba anasema ni kizuri. Alipoumba mwanadamu akaambiwa patia wanyama majina, akapatia, akaona wanakuja wawili, hakuna kilifanana yeye. Mungu akasema si vema mwanadamu akae peke yake. Nitamuumbia nani? Ongeeni na mimi tuingie family life kidogo. Nitamuumbia nani? Msaidizi. Akaumbiwa msaidizi. Msaidizi kazi yake ni gani? Kazi ya msaidizi ni nini? Ni kusaidia. Ndiye mwenye kazi ama ndiye kusaidia? Ana haki ya kutosaidia? Si ndio? Sasa nilikuja kukusaidia kazi. Kama nimekuja kuwasaidia hii makambi, ninaweza amua kurudi kesho niwaache na makambi yenu. Nilikuja kuwasaidia. Kwa hivyo kama mtu amekuja kukusaidia kwako, ni kumaanisha kazi sio yake, ni yako. Kwa hivyo Mungu alipokuwa ana design mwanadamu, alidesign mwanadamu na akamuweka kwamba kazi yote ni yake. Kazi ya upishi ni yake. Kazi ya kupakua ni yake. Kazi ya kufua ni yake. Kazi ya kuchange nape ya mtoto ni yake. Mtoto akilia nani apembeleze? Ni mwanaume. Hiyo si kazi yenu kina mama. Ni ya wanaume. Wanaume wakizi watoto wamenyamaza. Katoto wakiamuka usiku amuka naye. Mama usiamuke, ni mzee amuka. Apembeleze mtoto. Sida ukitembea uko nje na mtoto. Ni kazi yako. Hivyo ndivyo Mungu aliiweka. Haona wanaume wengine sasa tayari mmenidharau, huyu alitolewa wapi sasa kuja kutuharibu hapa? Sasa ni mbegu gani anapanda kwa kanisa? Hata useme ni yako. Kazi ni yako. Kupika, upike. Mke wako akusaidie kama atataka. Akiona hataki aende akalale. Ako sawa. Ako sawa. Hivyo ndivyo Mungu aliweka. Yaani akina mama walikuwa ndio waheshimika. Ndio walikuwa ungeenda kumuuliza utanisaidia kazi kidogo gani kupika? Hapana, sijisikii. Aya, sawa. It's okay. Labda jioni. Sasa sikia. Wakaenda shambani, wako shambani. Wakiwa shambani mzee ako hapa, mama ndiye huyu, kiumbe ingine kwa mti. Shetani akaongea na huyu msaidizi.
Unajua kiumbe cha kwanza kuongea na shetani ni mwanamke. You people, you joke with women. Wakina mama ndio walikuwa kwanza kuongea na shetani. Na wanaelewana. Hata saa hii hatujui walizamanga. Kuna vitu hatujaelewa mpaka saa hii walisema nini na shetani. Na hatutajua waliweka ni Sasa walipoongea wakajibiana hapo, ati mliambiwa, akasema hapana, walisema mzikule, hapana, anajua. Si mnajua hiyo conversation. Mwanamke akawa overcarried. Shetani akamwambia, anajua ukikula tunda, utaona, utakuwa kama Mungu, mtakuwa werevu. Akatoa. Si shetani. Hapa sio shetani alitoa tunda, usiwekelee shetani. Ni mwanamke. Mume anaangalia. Mume anaangalia, akamaliza. Akatoa lingine. Akafanya nini? Come on, niambieni kina mama wa karimu. Akatoa lingine, akampatia nani? Biblia inasema hiyo Mwanzo 3, sijui ni fungu la 6 pale. Anasema ya kwamba akatoa na lingine, akampatia mwanamume yule walikuwa naye. Unajua kuna watu wanatabia kulaumu kina mama, unatembea huko, umeacha bwana yako, utaenda ukutana na shetani kama vile Hawa alikutana na shetani walikuwa na yeye hapo. Mzee alikuwa hapo, hakuwa mahali hapo. Akapewa tunda. Mwanaume alipokula, kutoka siku hiyo mpaka leo hii wanangojeanga tunda. Hapo ndio mambo iliharibikia. Ila sisi tungekuwa tukipika, mkatuonyesha mnaweza pika. Sasa tunaongojeanga tunda. Hakuna matunda leo ya kukula. Hakuna matunda leo. Hata muende shambani, mnarudi nyumbani mmechoka. Hata mshinde kanisa, tukifika nyumbani mzee anauliza, kwani hatukuli? Hatukuli? Shida ilitokea kama haukutupatia lile tunda. Tungeendelea kufanya kazi ya kupika na kunyamazisha watoto. Sasa siku hizi tunarara, nyamazisha mtoto. Tengeneza kila kitu. Hata wazee wengine unajua kuna wanaume wako na bahati walioa. Mpaka nguo yao na ni Sabato amerara, maji moto inawekwa, uji imepikwa, njugu ziko sawa, kila kitu tayari, hata nguo zako za karibu na za mbali zimewekwa hapo zote. Lakini si kuna wanaume walioa jamani. Yaani anaamuka ni kama ingewezekana aingie tu kwa hizo nguo hivi tu, aingie yote, aingie ikuje imejipaka, amewekewa mpaka tai na zote. Wazee, kuna wanaume ambao tunda ilifanya kazi kwao kuliko wengine. Sasa wewe mwanamke, kama hukutupatia lile tunda, tungeendelea kufanya kazi. Lakini sasa mtajipanga mpaka Yesu atakaporudi. Hapo hatubadiliki, hatuwezi tukachange roles anymore. Hiyo imeenda. Sasa tuko sawa. Sasa wakati Yohana anaandika kitabu cha Ufunuo, he covers that time. Ndio ukifika Ufunuo 12 anasema fungu la 7, kukawa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakafanya vita na nani? Na yule nyoka wa. Mimi napendanga wale waziriki wanajibu ile unajua wasema kwa sauti. Ndio ile hujui nijue hapa hukujua. Amen. Vita na yule njoka, aitoe pia nyoka wa zamani au ibilisi, si ndio? Kwa hivyo kitabu cha Ufunuo kinakuelezea kuhusu huyo njoka. So the book of Revelation covers beyond kuubwa kwa mwanadamu. Kitu kingine pia kitabu cha Ufunuo kinaelezea, ukifika sura ya 4 na 5 inasema ya kwamba ni huyu mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa tangu wapi? Kuwekwa misingi ya dunia. Kwa hivyo the book of Revelation covers the entire history, kutoka wakati ule mpaka kurudi kwa Yesu Kristo. Tuko pamoja? Kitabu cha Ufunuo kinaitwa apocalyptic literature. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho kinazungumzia apocalyptic literature. Lina tabia yake ya kwamba utapata kuna malaika pale, kuna wanawake pale, kuna wanyama pale, kuna bahari, kuna vichwa, kuna pembe, vitu kama hizo, kuna mapigo, na what we call dualism. Utapata ya kwamba hata kama unasoma hivi imesimamia kitu kingine. Sawa. Kitabu cha Ufunuo is also iko na character ya worship. Kitabu cha Ufunuo kinaelezea worship, kusujudu. Na ndio unapata ya kwamba
Ufunuo 14 fungu la 7, wakati alipoangalia kaona malaika, anasema kisha nikaona malaika mwingine akipaa katikati ya anga akiwa na injili ya nini? Ya milele. Akasema namna gani? Mcheni Mungu na kumtukuza. It's a book of worship. Na ndio unaona katika worship sasa, wakati Ufunuo inaelezea, ina worship wawili, two gods to be worshipped. Una worship Mungu wa mbinguni au una worship shetani. Na ndio unaona Ufunuo 13 inaelezea kuhusu worship. Mnyama akatengenezewa sanamu na sanamu ikawekwa pumzi ili inene, na ya kwamba kila mmoja amuabudu huyo sanamu. Ufunuo 14 inaingia inasema msujudieni Mungu, fungu la 7. Lakini ukija fungu la 9 anasema mtu awaye yote akimsujudu yule mnyama na kupata chapa yake. So the worship aspect inaonekana sana katika kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo pia ni kitabu cha wokovu. Ni kitabu cha wokovu. Kwa sababu utapata jambo hilo wakati tunaposoma Ufunuo 4 ikionyesha ya kwamba mwana kondoo alichinjwa. Hiyo ni kitabu cha wokovu. Salvation iko, na utasikia kwamba inatangaza hata huko mbele ya kwamba salvation katika Ufunuo 12 wakati njoka ameteremshwa. Ukifika fungu la 10 inasema ya kwamba blessed, heri bingu. Lakini akiongea mambo ya dunia anasema ole wa nchi na bahari, kwa sababu ameshushwa kwenu yule ibilisi mshtaki wenu. Hicho ndicho kitabu cha Ufunuo. So kitabu cha Ufunuo ukipata kutoka sura ya 1 hadi sura ya 3 inaelezea kuhusu makanisa 7 ambayo nimesema tutaiangalia katika makambi haya. Hataongea mambo mengi, tutaongea tu hayo machache ili tuweze kuelewa angaa sura ya 1, ya 2 na ya 3. Makanisa 7: Efeso, Simurina, Perigamo, Thiatira, Saride, Philadelphia na Laodikia ya mwisho. Okay? Tutakuja kuino kesho tuone hiyo inasimamia nini. Alafu pia ukisoma kuanzia sura ya 4 na ya 5, Yohana alipoonyeshwa mambo ya hapa duniani akaonyeshwa pia ya binguni. Utaipata sura ya 4 hapa na ya 5 akiona kiti cha enzi na upinde wa mvua pale binguni. Sawa sawa. Wakati anapoonyeshwa hapa duniani na binguni, kitabu cha Ufunuo vile kimeandikwa kuna majina mawili. Kuna what we call repetitive na what we call successive. Successive is a chronological kind of writing. Vitabu vingi vimeandikwa, hii ikaisha na ingine ikafuata, hiyo ikapita, ingine ikaja, hii ikafuata, ikapita, hivyo. You know, that is successive. Lakini repetitive ni ile anaenda alafu anarudia tena. Kama sasa kutoka sura ya 1 hadi la 3 hiyo yote ameandika. Ukifika sura ya 6 hadi sura ya 8 ameandika the same. Inaitwa mihuri 7. Mihuri 7 na makanisa 7 ni the same. Alafu unamaliza sura ya 9 tena unaanza mpaka 12. Ufunuo 11 9 mpaka 11 inaelezea kuhusu tarumbeta 7. Bado ni kipindi kile cha makanisa 7. So anakuelezea vipindi 7 kwa mambo tofauti. Alafu ukifika sasa Ufunuo 12 sasa inaanza kuonyesha utofauti wa sura ya 1 hadi ya 11 na sura ya 12 hadi sura ile ya 22 ambayo inakuja sasa kukuelezea kanisa. Maana hii Ufunuo ni safari ya kanisa. Kuna wakati kanisa iko katika vita mpaka Ufunuo 13. Ikianza sasa kuanzia 14 unaanza kuona triumph, unaanza kuona kanisa likiwa limeshinda na vile litakavyoshinda vita. Kitabu cha Ufunuo kinamalizika. Ningeongeza, let me add you another thing katika yale hizi nilikuwa nakwambia. Ingine ongeza, it's a book of hope. Kitabu cha Ufunuo kinaanza na kilio na kinamalizia na hope. Kitabu cha Ufunuo kinaanza na kifo na kinamaliza na uzima. Inasema there will be no death. Right? Kitabu cha Ufunuo kinaanza kuelezea vile Babeli itakavyokuwa, lakini kinamaliza na mji wa Yerusalemu. Hicho ndicho kitabu cha Ufunuo kwa muktasari, ambacho tutakao sasa kwenda kwa kina kesho na kesho kutwa na mtondo, alafu tuweze kukikamilishia pale. Kama uko na swali lolote ambalo na kitabu cha Ufunuo, au kuna jambo ungetaka niguzie, au ungetaka nijibu swali yoyote ile pale katika kitabu cha Ufunuo, tafadhali feel free, right? Tutauliza kesho tuweze kupewa box, tuwekewe mahala fulani ambayo kama uko na swali unaweza rusha pale anytime. Rusha hapo alafu tutaweza kujibu as we go along. Amen. Asante sana. Kwa sasa nauliza tusimame ndio tuweze kumaliza
na maombi. Tusimame mahali pote ulipo, na ningeomba enda usome sura ya kwanza. Ukienda nyumbani, the assignment nimewapatia ni kila mmoja asome Ufunuo ngapi? Moja. Na kesho nitauliza ni wangapi wamesoma. Tafadhali usome. Wale hamtainua mkono, nitauliza pastor anipatie ruhusa tuwatoe nje, mwende msome, ukimaliza unarudi kwa kanisa. Tuombe. Mtakatifu na Mungu wetu uishie mahali pa juu mbinguni, asante kwa wokovu, asante kwa tumaini, asante kwa kitabu cha Ufunuo, asante kwa sababu ungependa tukuelewe na umejifunua katika kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo sio cha kutuchanganya. Kitabu cha Ufunuo si cha kufanya maisha yako kuwa magumu, ni cha kurahisisha na kujifunua ndio tukuelewe. Makambi haya hebu yaweze kuwa ni makambi ya pekee ambayo wote tutaelewa kitabu cha Ufunuo. Tusaidie kusoma sura ya kwanza ile tutakayozungumzia siku ya kesho, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Bwana awabariki na muwe na usiku mwema. Tuonane siku ya kesho. Asante.